Sifa na utukufu ni kwa Yahwa Bahashem, Yahwashai, Bahashem, Raha, Kwadash, ambapo Yahwa ni jina la Mungu kwa lugha ya zamani ya Kiebrania, linalomaanisha aliyepo. Bahashem ni kwa jina la Yahwashai, ni mnayemuita Yesu Kristo bila kufahamu jina lake anaitwa Yahwashai. Bahashem tena ni kwa jina la Raha. Kwadash ni jina la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hiki ni kitabu cha Wakorintho wa pili 2:11, anasema shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Na tunazijua fikra za shetani kwa kusoma Biblia, halafu unaambatanisha na kitu kinachoendelea sasa hivi, kwa sababu hiyo inakupa kuweza kuelewa kwamba tupo katika wakati gani na ni unabii gani hauna budi kutimia sasa hivi. Kwa mfano, tulianza na swala la NIDA tukaliona kiundani zaidi. Sasa hivi tunakuja kwenye hiki kitu kinaitwa bima ya afya kwa wote, Bakiwa. Bima ya afya kwa wote, Bakiwa. Alafu hiyo ni moja na masuala ya kielektroniki au TEHAMA. Hii si tu kwa Tanzania, hata nchi zilizoendelea. Sio tu bima ya afya kwa wote, wana mpango pia wa kuleta kitu tunaita UBI au tunasema ni Universal Basic Income. Unaona? Universal Basic Income. Hii bima ya afya kwa wote kwa Kiingereza inaitwa Universal Health Insurance Act ya 2023. Kwa hiyo ukienda kwenye sheria, huu ni mswada uliopitishwa. Universal inamaanisha ni kwa wote, sio tu Tanzania. Hii ni swala la kidunia, swala la universal. Unapoenda kusoma au unapoenda kufuatilia mambo yanayohusiana na serikali moja, dini moja, haiishii hapo tu. Vile vile pia tunaenda kwenye masuala ya kiafya. Yanakuwa yote ni mamoja. Unaona, masuala ya kiafya, masuala ya kiulinzi. Unaona, na vile vile masuala ya kiutambulisho kama hivi vitambulisho vya kielektroniki. Sio tu Tanzania. Tanzania kinaitwa NIDA. Ukienda kwa Uingereza, Marekani pia nao wanapitisha miswada hiyo, kwa sababu tunaelekea kwenye serikali moja ambapo haya mambo yote yatakuwa ndani ya kompyuta ndogo yenye ukubwa wa punje ya mchele ambayo inaitwa microchip, ambayo ndio alama ya mnyama. Kwa hiyo alama ya mnyama ni teknolojia. Kwa hiyo haya mambo yote yanayowekwa bima ya afya kwa wote, ambayo ni Universal Health Insurance, Universal Basic Income. Na Universal Basic Income maana yake huko mbele kwenye serikali moja wananchi utakuwa unalipwa. Na ndio maana sasa hivi ukiangalia makampuni makubwa kama Amazon, Microsoft hawahitaji wafanyakazi tena. Kwa hiyo wewe utakuwa unakaa nyumbani, unakuwa unalipwa kama nchi za magharibi zilizokuwa zinafanya kipindi cha COVID. Unaona? Ndio maana sasa hivi kila kitu kiko shagala. Hata haya machafuko yanayoendelea katika nchi za Afrika, hususan Tanzania, haya yamepangwa. Unaona? Yamepangwa na tunasema tunawaita the elite. The elite ni kikundi cha watu wazungu wenye pesa nyingi, ambao wao swala lao ni wanataka wa control dunia. Kwa hiyo tumeona nini bima ya afya kwa wote. Unaona, je, elektroniki TEHAMA ina muhimu gani ndani ya mpango huu? Ndio wanakuelezea hapa. Wanakuelezea namna ya kujiunga. Kwa hiyo sisi hatutaenda kwenye hayo mambo yote. Tunarudi sasa kwenye Wakorintho wa pili 2:11 kwamba shetani asije akapata kutushinda, kwa sababu tuna Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu inaenda kwenye uelewa sahihi wa maandiko. Achana na Wakristo wanakuambia ukiwa unaongea lugha ambazo hazina maana ndio Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni uelewa wa maandiko. Ukiwa unaelewa maandiko, shetani hawezi kukushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Unaona, hatukosi kuzijua fikra za huyu shetani. Na shetani anayeongelewa hapo hatumaanishi yule mnaoambiwa kanisani kwamba amefungwa minyororo kuzima. Shetani anayeongelewa hapo ni watoto wa Esau, au kwa sasa hivi wanajulikana kama wazungu. Unaona, ndio wanaoongelewa hapo. Kwa hiyo tunaenda kwenye Waefeso 6:10, anakuambia hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu Yahwa Bahashem Yashai, mpate kuweza kuzipinga hila za shetani, kwa maana kushindana
kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hili swala, haya mambo yote ya hii serikali moja ya nini ni masuala ya shetani ambayo yanaletwa na watoto wa Esau ambao wanajiita wazungu. Hao ndio wawakilishi wa shetani hapa duniani, au tunasema kwa Kiingereza ni the physical counterpart of the spiritual demon Satan. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu, uelewa wa maandiko, kufunga, kuomba na kuangalia, kwa sababu sisi tumewekwa katika kama walinzi, kama Biblia inavyokuambia tumewekwa kama walinzi kwenye mnara. Tunaangalia nini? Tunaangalia maendeleo ya nabii kutimia, kama nabii ya alama ya mnyama, nabii ya ziki kuu, nabii ya vita ya tatu ya dunia ambayo tunasema ni Armageddon, mpate kuweza kushindana siku ya uovu na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa dirii ya haki kifuani. Dirii ya haki kifuani, unaona, ni uelewa sahihi wa maandiko, na kufungiwa miguu tayari, na kufungiwa miguu tayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Unaona? Toka hapo unaenda sasa kwenye Ufunuo wa Yohana 13. Ufunuo wa Yohana 13:16. Unaona? Anakuambia naye awafanye wote wadogo kwa wakubwa na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wa kuume na katika vipaji vya nyuso zao. Ambayo hiyo chapa, kama nilivyosema, ni kompyuta ndogo yenye ukubwa wa punje ya mchele, ambayo utawekewa kwenye mkono wako wa kulia, wa kushoto, au kwenye paji la uso. Unaona tena kwamba mtu awe yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa na chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima, yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni 666. Ukienda 14, unaona 14:9, hukumu kwa wale watakaochukua hii alama ya mnyama, kwa sababu kuna watu wengine wao wanasema naweza nikachukua afu nikaitoa nikatubu. Dhambi ya kuchukua alama ya mnyama haitubiwi. Kwa hiyo hii ni Ufunuo wa Yohana 14:9, anakuambia na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudia huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto wa kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana-kondoo. Unaona? Na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele. Hakusema kwamba watakaochukua alafu wakaitoa haraka haraka, au watakaochukua alafu wakatubu. Ukichukua, adhabu yako ni hii: utaunguzwa kwenye kiberiti, na hicho kiberiti inaenda kwenye mabomu ya nyuklia ambayo kwenye vita ya tatu ya dunia. Wala hawana raha mchana wala usiku hawa wamsujudio huyo mnyama na sanamu yake na kila ipokeaye chapa ya jina lake. Unaona? Kwa hiyo hii ilikuwa ni somo la haraka haraka, tutaenda kulifafanua zaidi njia panda.